my title message inasema trusting in the promises of God. Kuamini katika ahadi zake Bwana. Na ndiposa kwanza ningetaka uimbe huo wimbo kwanza, ujiburudishe moyoni mwako, kujikumbusha ya kwamba ahadi ya Bwana haivunjiki milele. Na kwa hivyo wapendwa, asubuhi ya leo tutapita katika neno linatukumbusha ahadi ya Bwana haivunjiki milele. Serikali yetu katika manifesto ilituahidi mambo mengine hata waleo haijaitimiza. Serikali iliyokuwa ya Uhuru Kenyatta ilituahidi ya kwamba mambo fulani itatendeka, haikutendeka. Serikali ya Mzee Kibaki ilituahidia mambo mengine ikatenda, lakini ingine hakutenda. Lakini jambo moja wapendwa linanifurahisha siku ya leo ni kwamba ahadi zake Bwana haivunjiki milele. Hakuna siku ahadi ya Bwana itavunjika. Hakuna siku utaenenda ukilia ukisema Bwana aliniahidi jambo hili na hajatenda. Kwa hivyo siku ya leo nataka kukuletea ujumbe wa kwamba ukaweze kuziamini ahadi za Bwana. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Ninapoendea kuhusu jambo ingine inakurudisha ahadi uliahidiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini hiyo ahadi haikufika. Leo nimekuja kukuambia kwamba tunataka kuweza kuzitegemea hizi ahadi za Bwana. Kwa maana katika Biblia kuna waliotegemea ahadi ya Bwana ikatimia. Amen. Amen. Marafiki huahidiana mambo, lakini unapata rafiki uliyemwahidia, aliyokuahidia kitu haitatimia. Na inawezekana wewe ulikuwa umeweka moyo wako katika kile kitu, unapata ya kwamba wapendwa, urafiki wenu unaanza kuishia pale. Lakini leo nataka ukaungana na mwenye ahadi ambaye haitavunjika milele. Na ndiposa leo nataka ukaweke ndani yako, weka ahadi zingine zote, put aside all the promises, lakini ukaleta mawazo yako kwa promises za Mungu, ambaye ahadi za Bwana itasimama milele. Bwana Yesu apewe sifa. Na kutukiwa katika hiyo hali, nataka tuingie kwenye maandiko yenye kitabu cha Genesis chapter 17. Na haya maandiko tukisoma, ninaamini ya kwamba haya maandiko inatuelekeza kwa mtu ambaye Biblia inamuita ni rafiki wa Mungu. Mtu aliyetembea na Mungu akamuona mkono wa Bwana. Na kwa hivyo leo nataka kwanza tuingie kwenye hii kitabu cha Mwanzo. Mstari wa kwanza. Biblia inasema ya kwamba Abraham alipokuwa mtu wa miaka 99, Bwana akamtokea Abraham akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi, uenende mbele yangu ukawe mkamilifu. Haya ni maandiko yalikuwa yananenwa na Mungu wakiwa na Abraham. Kwa hivyo hiyo sio hadithi ya kuvikishiwa. Biblia imetuambia Mungu aliweza kumtokea Abraham akamwambia, wewe Abraham, mimi ni Mungu muweza. Yaani yeye ni Mungu aweza yote. Kwa hivyo jambo la kwanza tunapoingia kwenye hili neno ni wala ya kwamba aliyenena na Abraham anasema yeye ni Mungu mwenye uwezo. Kwa hivyo tukiendelea kusoma neno hili tutajua kwamba anayetunenea ana uwezo, anayetuzungumzia ana uwezo. Na tena akamwambia, kwa kuwa mimi ni Mungu muwezi, naweza, enenda mbele zangu na ukawe mkamilifu. Kwa hivyo ninaona kuna matumainie, kwa sababu Mungu anapoahidi kitu, jambo la kwanza yafaa kukutayarisha, kwa sababu anajua kile ambacho anakuahidi hata kosa kukitimiza. Ni lazima kwanza akutayarishe. Akamwambia Abraham, kwa maana mimi ni Mungu Mwenyezi, enenda mbele zangu na ukawe mkamilifu.
ili ahadi za Bwana ziweze kuweza kuidhirishwa ndani ya maisha yako. One thing you should be a perfect person. Mtu ambaye ni mkamilifu. Kukamilika kwa njia gani? Ni kuenenda mbele za Bwana na utakatifu. Kwa maana ahadi za Bwana anapoziachilia, anaziachilia akijua kwamba anayezipokea ni mkamilifu. Kwa hivyo tunapoendelea kutegemea ahadi hizi za Bwana, kuna sehemu yako wewe uliookoka, wewe unasikia sauti yangu asubuhi ya leo, ya kwamba ni lazima la kwanza uwe mkamilifu. Unapoenenda mbele za Bwana, inakubidi ukawe mkamilifu. Na hata nami mchungaji, ninapoenenda mbele za Bwana, inabidi nikawe mkamilifu katika njia na matendo yangu. Bwana Yesu apewe sifa. Katika usemi wangu, katika kuongea kwangu, yabidi nikawe mkamilifu. Mungu akamwambia Abraham, enenda mbele zangu na ukawa mkamilifu. Kwa sababu gani? Abraham nafikiri alikuwa anajiuliza maswali, ni kwa nini? Sikia sababu moja, anasema nami nitafanya agano langu kati ya mimi na wewe, nami nitakuzidisha sana. Tunaona ile kitu ilikuwa Mungu anamwambia Abraham akawa mkamilifu, ni ya kwamba alimwambia ya kwamba mimi nitakuzidisha. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa maana kuna agano nataka kufanya kati yangu na wewe. Nataka kukuzidisha na mambo katika uzao wako. Wapendwa, tunaona ahadi ya kwanza imepatikana kwa Abraham. Ameambiwa kuwa mkamilifu, enenda mbele zangu kwa ukamilifu. Unapoambiwa hivyo, simama hapa niongee na wewe. Unakuwaga unatarajia kusikia neno linalotoka kwa naye kunenea. Abraham akaambiwa, simama mbele yangu na uwe mkamilifu, kwa sababu kuna agano nataka kufanya kati yangu na wewe. Agano ni hili, ya kwamba nitakuzidisha wewe. Ukumbuke wakati Biblia imetuanzia kutuambia ya kwamba Abraham alikuwa na miaka 99. Miaka ambaye alikaa miaka yoyote akiwa hana mtoto. Yawezekana umekaa miaka mingi wewe, yapata miaka 40, yapata miaka 60, lakini bado kuna kitu umetarajia kutoka kwa Bwana. Wacha nikwambie, Bwana anakuambia hivi, enenda mbele zangu kwa ukamilifu, kwa maana leo hii naufanya agano na wewe. Bwana atukuzwe. Abraham katika miaka 99 alikuwa hana mtoto. Na sasa sikia, anaelezewa nitakuzidisha. Wacha tusome usikie. Atakumzidisha na nini? Nisomewe, tuendelee mbele. Amen. Kwa hivyo kaa tayari na Biblia utuelezee. Abrahamu alipokuwa mtu wa miaka 99. Alipokuwa miaka 99, Bwana akamtokea. Yes. Akamwambia, mimi ni Mungu mwenyezi. Mimi ni Mungu mwenyezi. Uende mbele zangu ukiwa mkamilifu. Yes. Nami nitafanya agano langu kati yangu na wewe. Nami nitakuzidishia sana. Amen. Abrahamu akaanguka kifudifudi. Amen. Mungu akamwambia, yes, akisema, yes, mimi agano langu nimelifanya nawe. Yes. Nawe utakuwa baba wa mataifa mengi. Yes. Wala jina lako hutaitwa tena Abrahamu, lakini jina lako litakuwa Ibrahimu. Yes. Kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi. Kwanza fikisha hapo. Bwana Yesu apewe sifa. Tunaona kitu ambacho Bwana alimwambia Abraham ya kwamba ati mimi nitafanya agano langu kati yangu na wewe, nami nitakuzidisha. Abraham aliposikia hiyo sauti akajua hii si sauti ya kutazama, hii ni sauti na bini lianguka kifundifundi, na hiyo ni kusema aliweka kichwa chake kwenye mchanga ili aweze kusikia sauti inasema namna gani. Tumesikia sauti inasema ya kwamba akasema na yeye akamwambia, wala jina lako halitaitwa Abraham. Turudi
Rudi hapo juu kidogo. Nami nitafanya agano, nafanya agano nawe utakuwa baba wa mataifa mengi. Wala jina lako halitaitwa tena Abraham, lakini jina lako litakuwa Ibrahim, kwani nimekuweka wewe uwe baba wa mataifa mengi. Hiyo ndiye agano Mungu aliweka na Ibrahim. Sasa wakati huu tunaona ya kwamba Abraham hakuwa na mtoto. Kwa hivyo haya maneno Bwana akimwambia Abraham, alikuwa na shagaa, itawezekanaje mataifa yanatokanaga na mahali watu wanaweza kuzaana? Lakini ilikuwa ndoto. Lakini ahadi Bwana aliweka ahadi ya kudumu. Akamwambia, nitakufanya baba wa mataifa. Watu wa Mungu, siku ya leo ninapokuambia ukasitegemee ahadi za Bwana, kwa kuwa ahadi za Bwana haivunjiki milele. Tunao kitu tumeonyeshwa ya kwamba ahadi ya Bwana itasimama. Ibrahim alikuwa mtu mwenye utajiri mwingi, lakini alikuwa hana mtoto. Na sasa ahadi imewekwa, na hii ahadi ilipowekwa, ahadi ya Bwana ilipowekwa, tunamuona hata na yeye alishangaa, kwa sababu aliyemwambia yeye ni Mungu muweza, na kwa sababu anamuelewa aliweza kuanguka kifudifudi. Bwana Yesu atapewa sifa. Tuendelee mbele. Wala jina lako hutaitwa tena Abrahamu, lakini jina lako litakuwa Ibrahimu, kwani nimekuweka uwe baba wa mataifa mengi. Yes. Nitakufanya uwe na uzao mwingi sana, nami nitakufanya kuwa mataifa, na wafalme watatoka kwako. Yes. Agano langu nitalifanya imara kati ya mimi na wewe, yes, na uzao wako baada yako, yes, na vizazi vyao, kuwa agano la milele, yes, kwamba nitakuwa Mungu kwako, na kwa uzao wako na baada yako. Amen. Nami nitakupa wewe na uzao wako baada yako nchi hii unayoikaa ugenini, yes, nchi yote ya Kanani, kuwa miliki ya milele. Amen. Nami nitakuwa Mungu wao. Amen. Bwana pewe sifa. Sasa tumesikia Mungu akimnenea Ibrahim baada ya kumbadilisha jina akamwita Ibrahim. Tunaona akimnenea mambo mazito ambayo saa hii ni mambo huwezi ukaelewa. Abraham aambiwa, mimi nitakufanya baba wa mataifa, utaitwa baba wa mataifa mengi. Na sasa tunamwona Ibrahim alikuwa peke yake na mke wake Sara. Haya mambo yalikuwa yamesafuja moyo. Mungu akazidi kumwambia, hii nchi unapoishi, hii unaita nchi ya ugenini hapa Kanani, itakuwa milki yako pamoja na wanao wako wote. Kumbuka ya kwamba Ibrahim alikuwa anaishi mahala pale, alienenda nchi ya ugenini akaishi mahala pale. Haya maneno yalikuwa mazito, anashindwa inasemekana namna gani. Lakini unaposoma kitabu na Biblia unasikia ilifika Abraham akabarikiwa na mtoto wake Isaka. Isaka akabarikiwa na watoto wake wawili, na mmoja wapo wanawake anaitwa Yakobo. Waliondoka mahala pale, wakatoka nchi ile Bwana aliwaambia ya kwamba itakuwa nchi yako. Na hapo tunaona waliteremka wakaenda Misri, mahali waliishi mahala pale. Kwa hivyo ile nchi walipokuwa kiishi Ibrahim iliweza kutawaliwa na watu wengine, Wakanani, Wahiti, Waperezi, na watu wengi wakamiliki ile nchi. Nataka kukuonyesha kitu ambacho Bwana amenena kikatimia. Wana wa Israeli wakaja Misri, wakakaa miaka 400, wakawa hata hawajui kule walitoka. Lakini jambo moja linanifurahisha, alionenea Ibrahim kwenye hii chapter 17. Alimwambia nchi ambayo wewe unaishi itakuwa nchi yako. Haleluya. Abraham akaondoka, uzao wake ukaendelea. Tunamwona Bwana alipombariki Isaka, ninamuona akiziamini zaidi zile ahadi za Bwana, na akakubaliana na hizo ahadi zingine. Na mwishowe tunaona ya kwamba walipokaa miaka 400 nchi ya Misri, waliweza kuondoka na wakaenda kumiliki ile nchi. Wapendwa, siku ya leo nataka kukwambia kwamba ahadi
sina nguvu, zinaoa tumba nyingi sana, kwa sababu naona ahadi ile alimwambia nitakupa nchi. Hiyo ni ahadi Bwana aliweka, nitakupa nchi yote ya Wakanaani itakuwa nchi yako. Kwa hivyo wapendwa, asubuhi ya leo nataka kuambia ahadi Bwana aliahidi ni za milele na ivujiki. Kwa hivyo inapokubidi wewe ukaweze kuwa mkamilifu. Bwana Yesu apewe sifa. Katika mienendo yako, be faithful, be perfect, kwa sababu Bwana atakuidishia hizi ahadi zake. Bwana Yesu apewe sifa. Abraham alifuata hizo ahadi na zikatimia. Leo nataka kukuambia ya kwamba uweze kutegemea ahadi za Bwana, kwa sababu they are rich. Haleluya. Anaposema nitakubariki, atakubariki. Anaposema nitakuinua, nitakuinua. Akamwambia Abraham, mimi nitakubariki, na akambariki. Tena tunaonelea kwamba alipombariki uzao wake ukaweza kunawiri. Bwana Yesu apewe sifa. Wapendwa, tulipookoka, aliyetuokoa ni Mungu wetu. Our God is ever faithful. Yeye huweka ahadi. Alikuokoa, akakwambia nimekuokoa na nimeweka ahadi ya kwamba utakapokuwa mwaminifu utaishi nami milele. Hiyo jambo tukiokoka, wengine wetu ilikuwa wanasikia kama haiwezekani, lakini jambo la kwanza nataka kukuambia, ahadi za Bwana tunapositumainia kama vile Abraham alitumainia. Kuna jambo moja ninaona hizi ahadi zimfanya Abraham. Ahadi hizo aliposiamini, vile nataka usiamini siku ya leo, ni ya kwamba yeye alifanyika kuwa tajiri. Katika ile nchi alitajirika. Kwa hivyo ahadi za Bwana zinaleta utajiri katika maisha ya aliyeamini. Leo wewe umeamini nini? Je, unamwamini Mungu? Kama unamwamini Mungu, hizo ahadi zake zitaleta utajiri wako. Not only the physical riches, even spiritual. Bwana pewe sifa. Utapata unawatumba ndani ya maisha yako ya kiroho. Jambo lingine ni ya kwamba hizi ahadi zinakutiaga moyo. Haleluya. Abraham alikuwa hana mtoto, lakini ahadi zile Bwana alimwambia ya kwamba nitakubariki na utakuwa na uzao, zilikuwa zinamtia moyo. Angevunjika moyo, kwa maana utajiri anao lakini watoto hana. Kwa hivyo unapotegemea ahadi za Bwana zitakutia moyo, hata ikawa kile uliahidiwa hujakipata. Kile ambacho uliahidiwa hata kama hujakipata, hizi ahadi za Bwana zitakutia moyo. Kwa sababu Ibrahim aliahidiwa mtoto na mataifa, lakini hakupata. Lakini katika hiyo hali ya kutumainia ahadi za Bwana alitiwa moyo. Nimekuja kukwambia asubuhi ya leo, yawezekana kuna mambo mengi umeahidiwa, na tutakuja kuona hizo ahadi kwenye Biblia tuweza kuzitegemea. Ni ya kwamba hizi ahadi haitakosa kutimia, ila tu wewe uwe mwaminifu na mkamilifu mbele za Bwana. Hii ahadi will bring comfort in your life. Itakuinua, itakubariki, kwa sababu panapokuwa na matumaini pana njia. Wapendwa, maishani mwako umetumainia nini? Ulipookoka ulimweka Mungu mbele na shukuru, lakini katika hiyo hali kuna matarajio uliweza kutarajia. Bwana alisema na kunena katika neno lake, lakini hata wa leo haijaitimia. Nakwambia, nenda mbele za Bwana na ukamilifu wote, na ahadi ya Bwana itakuinua. Jambo lingine ninaliona lilitendeka kwa Abraham kwa sababu ya kumtegemea Bwana na ahadi zake. Jambo lilikuja katika maisha ya Abraham ni ya kwamba ileta tumaini na kuvumilia. Haleluya. Kuna tumaini, there is hope and perseverance. Haleluya. Kwa hivyo unapoahidiwa kitu, ni lazima uwe na matumaini, na hali ya kutumainia uwe mvumilifu, kwa sababu the challenges are there.
The devil will challenge you. Your friend will challenge you. But have hope and perseverance in God. Kwa sababu huyo ndiye italeta jawabu ya kile ambacho unatimia. Wengi wanaweka matumaini katika Bwana, lakini when the challenges come, they divert their attention. Wanatazama watu wale wengine watawasaidia. Hallelujah. Wanatazama jamii yao kwa sababu ina mali, inaweza kutusaidia. Lakini nataka kukuambia asubuhi ya leo, yeyote anayemtumainia Bwana, ahadi za Bwana haitavunjika. Kwa hivyo it is your time to divert from relying with your friends. Hallelujah. Weza kurely na Mungu peke yake kama Abraham. Hallelujah. Abraham akamtegemea mke wake Sara. Hallelujah. Hangepata mtoto kama angelilea na ndugu zake. Hallelujah. Hangeweza kutimisha haja ile. Hata babake Tera angemtegemea, yeye hangepata mtoto. Lakini namshukuru Bwana, anapotazama moyo wa Abrahamu akaona huyu afaa kuwa atakayeniletea taifa. Biblia inasema kwamba Mungu akamwambia, ati ndani yako kutatoka wafalme, na katika uzao huu wafalme wako watatawala. Hiyo iliweza kutendeka. Leo nataka kukuambia kile ambacho Bwana amekuahidi. Ama hujaiahidiwa na Mungu? Haleluya. Tumeahidiwa. Na jambo la kwanza nataka tuweze kuona ahadi tulipoahidiwa na Bwana ni ahadi za aina gani. Bwana Yesu apewe sifa. Jambo la kwanza, ahadi tulioahidiwa ni ya kwamba tutakapokuja kwake Bwana, Bwana anatuahidi ya kwamba nitakusamehea dhambi zako zote. Hiyo ni ahadi Bwana ameweka. Utakaponikaribia mimi, asema Bwana, nitakusamehea dhambi zako zote. Hiyo ya kusamehea dhambi zako zote sio mwanadamu anayenena. Anayenena ni Mungu. Haleluya. Kwa hivyo unapookoka, ahadi ambayo inafanyaga kazi ya kwanza ni msamaha wa dhambi. Je, wewe unakubaliana na hiyo? Hiyo ahadi ya kusamehewa dhambi ilitendeka maishani mwako. Kwa hivyo kama ulikubali kusamehewa dhambi na ukajua imetendeka, simama kwa hizo ahadi. Bwana apewe sifa. Ningetaka tuweze kusoma maandiko mengine kwenye kitabu cha Mathayo chapter 6. Uweze kuona ahadi nyingine, ili tunapotegemea ahadi hizi uelewe ya kwamba hii ahadi zitasimama mpaka mwisho. Mathayo chapter 6 verse 33. Hallelujah. Msisumbuke basi mkisema, tule nini au tunywe nini, au tuvae nini? Kwa maana haya yote mataifa huyatafuta. Yes. Kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua ya kuwa mnahitaji hayo yote. Yes. Bali utafuteni kwanza ufalme wake, yes, na haki yake, yes, na hayo mengine mtazidishiwa. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Hayo maandiko kwenye kitabu cha Mathayo inatuambia nzuri. Kinachosumbua wanadamu wa siku hizi ni tutakula nini, tutavaa nini. Lakini tunaona mwisho inaleta ahadi kwetu. Inatuambia tutafuteni ufalme wa Mungu kwanza, haya mengine yote yatazidishiwa. Atakayezidisha haya mambo yote katika maisha yetu ni yeye. Anatuambia tumtegemee yeye, tutegemee hizo ahadi. Kwa hivyo wapendwa, katika haya maisha, hata kama tunahitaji ya kula na kunywa, hiyo isitukwamisha mahala pale. Abraham alitegemea Mungu akamzidishia. Kwa hivyo ahadi kwenye kitabu cha Mathayo 6:33 inatuambia tuweze kumtegemea Bwana katika mambo yote, atazidishia. Wewe ni jambo gani maishani umekaa ukitafuta hiki na kile, lakini hujaipata? Ninakwambia tafuta ufalme wa Mungu kwanza, utaweza kuzidishiwa, utazidishiwa. Everything shall be added unto you, no matter what. Bwana atakiongeza. Hallelujah. Unajaribu kuangalia biashara yako, unaona kama iendelei. Ninakwambia umtumainie Bwana. Yeye anasema ya kwamba ukitafuta ufalme wangu kwanza, mengine yote utazidishiwa. Ni nini unakosa?
Ni nini unakosa? Wewe tumainia ahadi hii. Inasema kwamba ukitafuta ufalme wangu kwanza, haya mengine yote yatazidishiwa. Bwana apewe sifa. Mimi ninatumainia Bwana aliponiita akaniambia, nenda wewe ndani ukafungue madhabahu, mahali nitaabudiwa. Mimi waleo watu wa Mungu ni kali, nategemea ahadi za Bwana. Nikiwa katika maombi nimeshaiwaambia, Bwana aliniambia nenda jenga kanisa lisio na mfano ya mtu na unitegemee mimi. Leo hii nasimama kwenye hizo ahadi. Na wapendwa, wacheni niwaambie, watakaye kubali kusafiri nami safari hii, mimi nitasimama kwenye ahadi za Bwana, kwa sababu Bwana anataka tu niwe mkamilifu. Haya mambo mengine yote nisadizishiwa. Leo hii tunaelekea kuingia kwenye madhabahu mengine, kwa sababu sio uwezo wetu, ni kule kumwamini Bwana na ahadi zake inatupeleka mahala pale. Leo nataka kukuambia katika familia yako, wewe kinachokuhitajika ili uweze kuendelea mbele ni ukaweze kumtegemea Bwana na ahadi zake, kwa maana ahadi za Bwana haivunjiki milele. Akanena na Musa akamwambia, ahadi zangu haivunjiki milele. Alipoahidia Ibrahamu, nitakupa nchi ya utele ili uweze kutendeka. Hivyo ndivyo nakwambia siku ya leo, katika familia yako, kile ambacho unahitaji wewe tegemea Bwana, kwa sababu anasema mimi ndiye ninayepeana. Hiyo ni ahadi ametuahidi. Yeye ndiye Mungu anayepeana, atapeana mahitaji yako. Usikose kumtumainia Bwana na ahadi zake. Haleluya! Leo utanitumainia ukifikiria nitasimama na wewe upate ama masihimi siko nimetembea, ahadi yako inafujika. Wacha tumtumainie Bwana, kwa sababu tukitafuta ufalme wake kwanza, haleluya, tutazidishiwa mengi na mengi. Katika hiyo hali ningetaka tuweze kusomewa Yeremia 29 mstari wa 11. Hizi ni ahadi ambacho Bwana anatuambia, na saa hii ananena nasi kama kanisa, kwa sababu anataka tuzidi kutegemea ahadi zake. Yeremia 29 mstari wake 11. Ningetaka ni kitu gani Bwana alikuwa ananena na kinywa chake nabii Yeremia? Inatuambia namna gani? Yeremia 29 mstari wa 11. Maana nayajua mawazo ninayowazia nyinyi. Huyo ni Mungu anasema, ili ukaweze kutegemea ahadi za Bwana. Bwana anasema, maana ninajua mawazo yako, asema Bwana. Asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si mabaya. Ni mawazo ya amani, sio mabaya. Kuwapa ninyi tumaini siku zenyu za mwisho. Kuwapa ninyi tumaini katika siku zenu za mwisho. Nani mtaniita? Nani mtaniita? Mtakwenda na kuniomba. Mtakwenda na kuniomba, nami nitawasikiliza. Nami nitawasikiliza. Nanyi mtanitafuta na kuniona. Mtanitafuta na kuniona. Mtakaponitafuta kwa mioyo yenu yote. Mtakaponitafuta kwa mioyo yenu yote. Nami nitaonekana kwenu, asema Bwana. Nitaonekana kwenu, asema Bwana. Nami nitawarudisha watu wenu waliofungwa. Nitawarudisha watu wenu waliofungwa. Nami nitawakusanya ninyi. Nami nitawakusanya nyinyi, nikiwatoa katika mataifa yote. Nikiwatoa katika mataifa yote. Na mahali pote nilikowafukuza. Mahali popote nilipowafukuza, asema Bwana. Asema Bwana. Fikisha hapo. Bwana Yesu apewe sifa. Wapendwa, hili ni neno Mungu alinena kupitia kwa nabii Yeremia akiwanenea wana wa Israeli. Kitu ambacho kinafurahisha ni ya kwamba kuna ahadi Bwana ameweka mahala pale, ati kama mtanitafuta mimi kwa mioyo yenu yote, mtaniona, mtanipata, na lolote mtakaloniomba nitawatimizia. Hiyo ni ahadi. Watu wa Mungu, sote tunajuana na Mungu, yafaa tufuatilie. Jambo la kwanza ni tumtafute Bwana kwa mioyo yetu yote bila hila. Je, wewe maishani unapojipima wamtafuta Bwana kwa moyo wako wote? Hiyo ni swali inataka ujiulize, ili ahadi ya Bwana iweze kutimia maishani mwako.
kwa sababu tutakapofanya hivyo, kunalo tumaini bora limewekwa mbele yetu, tumaini la jamii yetu, kwina kiregerero kiega mbele yetu. Haleluya! Kwa sababu tutamtafuta Bwana kwa mioyo yetu yote. Wapendwa, wacha niwaambie, hatujafika kiwango ya kumtafuta Bwana kwa mioyo yetu yote. Takapofika hiyo kiwango, mambo ya Mungu kwetu itakuwa mstari wa kwanza. Inapofika ni kuomba, wewe bila kuambia kujeni kwa maombi, utajipata umeingia katika maombi, kwa sababu lazima ufuatilie ahadi hizi. Ametupa tumaini jema. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini anatuambia kwanza tumtafute kwa mioyo yetu yote. Kanisa, asubuhi ya leo, kama tunataka kuziona ahadi hizi zikiweza kuonekana maishani mwetu, ni lazima tumtafute Bwana. Haleluya! Imeshaifika wakati katika maisha yako unakaa wiki nzima bila kuomba. Shaifika kuwa ni shida kwako. Unajisikia, nasikia kuna kitu, mimi ni mgonjwa, nasikia mimi asubuhi saa 9 nafaa kuamka, siombi. Unashinda na holiday kama mtu mgonjwa. Hiyo ndiye hali tunataka tufike. Ati kabla sijaenda kugusa mfazi lake Yesu, ni kali nasikia nina shida. Wapendwa wa kanisa, asubuhi ya leo ni vizuri kutegemea ahadi hizi za Bwana, kwa sababu jambo la kwanza tumesikia, ahadi za Bwana zinatuahidi maisha mazuri ya hapo baadaye. Haleluya! Kumbe ahadi ya Bwana tukiamini inaleta maisha mazuri maishani mwetu. Ibrahim alipoamini ahadi za Bwana, wanao walizaana wakaenda wakaishi nchi ya Kanaani iliyoahidiwa. Leo wapendwa, hizi ahadi za Bwana ametuahidia, atatupatia maisha mema ya baadaye. Ninatamani sana niwe moja wapo nitakayefurahia haya maisha kuanzia leo kuendelea mbele, kwa maana ni ahadi na ahadi haivunjiki. Unasema nitakapokuoa nitakujengea nyumba ya ghorofa 6. Hujanunua ploti, lakini unaloa binti akiamini. Lakini akisha kuolewa anaambiwa hata sio kukaa Nairobi, ni kukaa nyumbani. Ahadi inavunjika. Wapendwa, Bwana ametuambia kunalo tumaini chema mbele yetu kama tutatumainia Bwana katika ahadi yake. Na leo nasimama kwenye madhabahu haya, ninakutangazia ya kwamba ahadi ya Bwana haivunjiki milele. Ni vizuri ukatumainia huyu Mungu aliyetuahidi ya kwamba kuna maisha mazuri ya baadaye. Kaweza kutumainia hivyo, na hakika itakuja kutimia. Itakuja kutimia hata kama watu watavuja wengine mioyo namna gani. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ahadi itasimama. Taka tusome kwenye kitabu cha Proverbs 3 mstari wa 5 na 6. Usikie ahadi Bwana anakuahidia. Kama utaendelea kutumainia kwenye ahadi hii, hivyo ndivyo itakavyotendeka maishani. Haleluya. Biblia inasema hivi. Yes, tuambie. Kwenye Methali 3 kuanzia mstari wa 5. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Kamtumainie Bwana kwa moyo wako wote. Wapendwa, kama unataka kuamini hizi ahadi, Biblia inatuambia tukamtumainie Bwana kwa moyo wetu wote. Tuendelee. Wala usitegemee akili zako mwenyewe. Wala usitegemee akili zako mwenyewe. Katika njia zako zote mkiri yeye. Katika njia zako zote kamkiri yeye, naye atanyoosha mapito yako. Haleluya. Ati na yeye atafanya nini? Atanyoosha mapito yake. Bwana Yesu apewe sifa. Wapendwa, wacheni niwaambie, mwenye kuandika kitabu hiki alielewa utakapomtumainia Bwana peke yake. Hiyo ni anakuambia usitumainie watu wengine. Yeye mwenyewe utakapotumainia yeye mwenyewe na ahadi zake. Jambo la kwanza, haleluya, Bwana apewe sifa, atayafanya mapito yako yawe sawa. Vikwazo ni mingi maishani haya.
unajaribu kusonga mbele, hauendi. Ila ninakuletea neno asubuhi ya leo kwenye kitabu cha Methali 3:5-6, inasema ya kwamba ukaweze kumtegemea Bwana, usinje ukategemea akili zako. Kulaaniwa ni anayetegemea akili zake, lakini aliyebarikiwa ni yule anatumainia Bwana katika ahadi zake, kwa maana njia zake hazitanyooka. Mtegemee Bwana, atanyoosha mapito. Bwana Yesu apewe sifa. Mahali unaona umelemewa, wache kutegemea akili zako. Wewe katumainie Bwana na ahadi zake. Tunasema kwamba utakapokosa kutegemea wewe mwenyewe na akili zako, nitayafanya mapito yako yawe sawa. Bwana Yesu apewe sifa. Jambo lingine linalifurahisha, utakapotumainia Bwana na ahadi zake. Paulo akiwaandikia Wafilipi, kuna kitu nzuri aliwaambia. Hebu angalia Philippians chapter 4:9. Tuweze kusikia mambo mazuri kwa wale watu wote wanayetegemea Bwana katika ahadi zake. Anatuambia, Paulo anawaambia kanisa la Wageni namna gani? Biblia inasema hivi. Yes. Mambo mliojifunza kwangu, mambo yale yote mlijifunza kwangu na kuyapokea na kuyasikia na kuyaona kwangu, yatendeni hayo, na Mungu wa imani atakuwa pamoja nanyi. Bwana Yesu apewe sifa. Nataka kujua Mungu wa imani atakuwa pamoja nani. Yale mambo yote niliyowaambia, yale yote niliyoyatenda, nikuwafunza, msingatie hiyo, kwa sababu Mungu wa imani, haleluya, atafanya nini? Atakuwa pamoja nanyi. Hiyo ni ya kwamba anayetegemea Bwana katika ahadi zake. Promise ni ya kwamba Mungu wa amani atakuwa pamoja nasi, atatuelekeza kwa njia zinazofaa. Sasa sisi kama kanisa la Wageni aliyenena mambo siku zile, hiyo ndiye Mungu tunaongojea. Huyo Mungu ndiye tuandamana na yeye, na yeye ndiye atatupeleka hatua nyingine, kwa maana atakuwa pamoja nasi. Wapendwa, nataka kukuambia, kaweza kutoa mawazo yako kwa watu, leta mawazo yako kwa Mungu, kamtegemee. Hali yoyote ulioko, yaweza kuwa ni hali ya kukuvuja moyo. Neno linatuambia, Paulo akiwaambia Wafilipi ya kwamba Mungu wa ahadi ama Mungu wa imani atakuwa pamoja nami. Kwa hivyo nimekuja kukupatia assurance ya kwamba huyu Mungu aliyekuokoa, huyu Mungu amekupa pumzi asubuhi ya leo, huyu ndiye mwenye hizi ahadi. Anasema kwamba yeye Mungu wa imani atakuwa pamoja na wewe. Kwa hivyo hapa ukainuke, you shake yourself, usimame, umwambie Bwana, nataka kukuona. Bwana Yesu apewe sifa. Na asubuhi ya leo utakapofuatilia hayo mambo, kuna mambo mazuri yatatendeka. Bwana apewe sifa. Utakapofanya hivyo, utapata kwamba maisha yako yanabadilika. Na kuna mambo pia ningetaka kuambia, Yesu aliweza kuahidi. Yesu alituahidi kanisa la sasa. Kuna mambo alituahidi, na jambo la kwanza aliahidi ni ya kwamba hata uwepo wake utakuwa pamoja nasi. Haleluya. Amen. Nani alisikia uwepo wa Roho wa Bwana asubuhi ya leo? Haleluya. Amen. Uwepo wa Bwana unapofika mahali, jambo la kwanza, utulivu. Unasikia kuna utulivu mahali. Saa zingine Roho wa Bwana haposhuka, unasikia mafuta ya upako ikinuka. Haleluya. Unaposikia uwepo wa Bwana unaposhuka, unasikia kwamba unatulia. Biblia inasema kwamba uwepo wa Bwana utakaa pamoja nasi. Huyu ni Yesu alituahidi. Kama tunatumainia huyu Mungu, uwepo wa Bwana utakuwa pamoja nasi, kwa sababu yeye ndiye ameahidi uwepo utakuwa pamoja nasi. Musa akamwambia, Mungu, kama uwepo wako hautaandamana nasi, kitabu cha Kutoka, sisi hatuondoki hapa. Musa aliweza kutambua, kwa maana Bwana aliahidi nitakuwa pamoja nanyi.
akamkumbusha Bwana ati ya kwamba ahadi ni ya kwamba uwepo wako utakuwa pamoja nasi. Leo nimekuja kukuambia kaweze kumkumbusha Mungu ahadi zake, kwa maana anasema uwepo wangu hautakosa kuonekana maishani mwetu. Hata hivyo ndivyo hivyo katika jamii zetu, tukaweza kusimama kwenye ahadi hiyo. Inasema uwepo wa Bwana hautakosa kuonekana. Utatembea mtu mwenye furaha, utatembea mtu aliye na nguvu, utatembea mtu mkamilifu, kwa maana presence ya Bwana itakuwa pamoja na wewe. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Tena katika hiyo hali Yesu alituahidi eternal life, akatupa, akatuitia kuna uzima wa milele. Ahadi ya Bwana haivunjiki. Wangapi wanatumainia uzima wa milele? Haleluya. Tunatumainia uzima wa milele. Na ndiposa unaona tunajinyima chakula. Ndiposa unaona tunakuja hapa tuweze kurekebishana, kwa sababu ya uzima wa milele. Hiyo ni ahadi. Ni mtu gani kati yetu atasema sitatumainia hiyo ahadi? Huyo tumuombe. Bwana asifiwe. Wacheni, kama kuna uzima wa milele tumeahidiwa, hiyo ni kumaanisha hapa duniani hatutaishi milele. Kuna siku tutaondoka hapa tuende uzimani wa milele. Hiyo ni ahadi. Wapendwa, asubuhi ya leo kanisa la Bwana, wacheni tutegemee hiyo ahadi ya Bwana, kwa maana haivunjiki. Uzimani tutajipata. Tutamuona Father Abraham, tutamuona Yesu uso kwa uso. Biblia inasema ya kwamba atakapokuja Yesu tutamuona uso kwa uso. Leo hii nataka kuambia tukadumu kutegemea ahadi hii ya uzima wa milele, kwa sababu siku moja ahadi hii tutaifurahia. Haleluya. Uzima wa milele ni garanti, kwa sababu tutakapokaa katika Bwana tunaona ya kwamba ahadi ya Bwana itatimia. Kuna another promise tuliweza kupewa na Yesu, na tuligusia asubuhi, akawaambia wanafunzi wake Yesu, mimi sitawacha kama watoto yatima, ila nitawaletea msaidizi. Oh, haleluya. Ni wangapi wanaamini ya kwamba kuna ahadi ya Roho Mtakatifu? Weka mkono juu. Bwana Yesu apewe sifa. Hiyo ahadi iko kamili na itavunjika. Akamwambia nitawaletea msaidizi atakaye wajulisha mambo yote ya mbinguni, kuwafunza jinsi ya kumtegemea Bwana. Hiyo ni ahadi tuliahidiwa na Yesu. Leo wapendwa, kama uko katikati yetu, ninakwambia ukategemea ahadi hii na itatimia maishani mwako. Mimi nilitegemea ahadi hii nilipookoka, nikamwambia Bwana, mimi nimeokoka, nimefanyika kiumbe kipya, na mbele yangu kuna ahadi uliweza kuniahidia ya kwamba sitakuwa peke yangu, utaniletea Roho Mtakatifu. Bwana nijaze na Roho. Siku hiyo nikajipata mimi sialai kulandiko, kwa sababu ahadi ilitimia. Kwenye kitabu cha Mitume, wakati wanafunzi wa Yesu walipokuwa Yerusalemu nyumba ya juu, pahali waliambiwa kaeni hapa mngojee ahadi ya Bwana. Finally ilikuja. Kama wewe hujajazwa na Roho wa Bwana, wewe zidi kumtumainia Bwana, kakae kwa mkamilifu, tembea kwa haki mbele za Bwana, na ahadi hii ya Roho itashuka juu yako. Bwana Yesu apewe sifa. Wachani niwaambie kitu inaenda kanisa siku hizi. Kuna watu wanapingana na Roho Mtakatifu. Kama Bwana ananiambia nitakubariki, ninaamini ya kwamba nitabarikiwa na ninabarikiwa. Kwa nini watu wasiamini kuna kujazwa na Roho na wajazwe? Wapendwa, hakuna siku nitasimama hapa kukuuzia mafuta ati nikuja na kifagio tukafagia daimono wako. Hiyo kazi tutafanya. Hakuna siku nitakuja nikukunyosha maji kwa ati maji kutoka Yordani. Haleluya. Hiyo injili imepitwa na wakati. Kinachohitajika kwako ni kutegemea Bwana na ahadi zake, ukapata kuamini ahadi hizi na itatendeka.
Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema kwamba tumepewa nguvu na mamlaka. Katika kila ugonjwa tumepewa nguvu na mamlaka. Katika hali ya upungufu wetu tumepewa nguvu na mamlaka. Hiyo ni ahadi. Utakapozielewa na kutumia, hakuna pepo maishani itakukalia. Kwa maana utatumia ile ahadi ya mamlaka maishani mwako na utafaulu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Ahadi ya Bwana haivunjiki. Wanadamu watakuahidi mambo mengi, lakini hayo mambo yote yatafika mwisho. Leo asubuhi ya leo kunao tu neno moja atakukuachia, ili ahadi za Bwana zitende kazi ndani ya maisha yako. Jambo la kwanza, uwe mkamilifu. Uwe mkamilifu. Sasa nataka uchunguze maishani mwako. Are you perfect? Wewe ni mkamilifu. Unapotazama kioo, na kioo ni Yesu, do you see yourself perfect? Hallelujah. Ili ahadi hizi ziweze kufanya kazi, be perfect. Abraham alipokea ahadi hii kwa maana alikuwa mkamilifu. Leo neno la Bwana linasema kuwa mkamilifu katika njia zako. Kamtambue Bwana katika maisha yako. Ukawacha uovu wote ukafanyike kuwa mkamilifu, na utamuona Bwana katika njia zako. Haleluya. Na ahadi hii itafanya kazi. Jambo lingine ni ya kwamba ili ahadi hizi ukaweza kuzifurahia, be faithful. Be faithful. Uaminifu katika every level. Bwana Yesu apewe sifa. Sio uaminifu hapa ama pale. Uwe mwaminifu katika kila kitu inapatana na ufalme. Abraham kwa kuamini kwake akafanyika kuwa mwaminifu, akafanyika kuwa faithful. Hallelujah. Akafanyika kuwa mwenye haki kwa kuamini kwake. Kwa hivyo wapendwa, do you want to enjoy the greatness of the promises of God? Be faithful. Kuwa mwaminifu. Hallelujah. Jambo la kwanza, uwe perfect. La pili, uwe mwaminifu. Bwana Yesu apewe sifa. Hizo character niliziona kwake mtumishi wa Mungu Abraham. Alikuwa mkamilifu alipotazamwa na Bwana, tena akawa mwenye haki. Na wewe kama unataka ahadi uliyoahidiwa na Bwana kwenye Biblia, kuwa mwaminifu. Hallelujah. Jambo lingine na la mwisho, ili kazi hii na ahadi hizi zifanye kazi ndani yako ukaweza kuzitumainia, be obedient. Takuwa utatii namna gani? Abraham alipobarikiwa na mtoto alisemekana ndio ahadi. Ikafika siku Bwana akamwambia nitolee mwanao. Haleluya. Ingelikuwa wewe, haleluya, wewe ungefanya namna gani? Sasa hiyo andikwe kazi, sauti ikuambie, si pastor hata kuambia, sauti ikuambie, unaona hiyo mshahara yote yako mama Joshua, nataka uipeleke kanisani ikafanya kazi yangu. Utaanza kumwambia wanaanga iniogeragia. Hallelujah. Be obedient. Sauti ya Bwana ikikwambia leo nataka unipatie wiki mzima kwa maombi, be obedient. Kwa sababu ya kuwa mtiifu kwake Abraham, hiyo ndiyo ilifanya ahadi za Bwana zitimilike maishani. Nasi kanisa siku ya leo, takapokuwa watiifu kwa sauti ya Bwana, Bwana na ahadi zake zitaiminika ndani yako, na utatembea mtu aliyebarikiwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wapendwa, ahadi hizi za Bwana ni za kweli na zimejaa rotuba.
Kama tutatimisha haya mambo yote matatu tunaiona kwa Ibrahamu, ukaweza kuyafanya maishani mwako wewe unayenisikiza, ya kwamba jambo la kwanza uwe mkamilifu, be perfect. Ibrahamu was perfect, kwa maana alijaribiwa na mambo mengi akahitimu. Jambo la tatu, la pili, kawa mwaminifu, akawa mwaminifu katika njia zake zote. Wewe kuwa mwaminifu katika njia zako zote. Na la tatu, uwe mtiifu. Ukiwa mtiifu, hata Mungu atakwambia leo nataka ukapande juu ya mti ukae hapo. Nitampata ndugu Michael juu ya mti amekaa hapo. Nimuulize, brother, what are you doing there? Mimi ninatii sauti ya Bwana. Ninatumaini siku moja kumpata mtu mmoja akiwa amekatalia kanisani hapa, kwa maana ameamrishwa. Kanisa hili uliombea wiki mzima Joyce. Mimi nakuja asubuhi mapema kuomba, napata Joyce hapa. Nikukuja jioni napata Joyce hapa. Nimuulize ni nini inatii. Haleluya. Kwa hivyo wapendwa, kutii ni bora kuliko dhabihu. Ili tuweze kuziona ahadi za Bwana zikifanya kazi maishani mwako. Haleluya. Ni lazima tufanye haya mambo yote matatu. Umeangukia wapi katika hizo tatu? Hiyo ndio swali na kuacha nalo. Sote tatu umeangukia wapi? Wewe ukishajua ni wapi, rekebisha, rudi kwa barabara. Mwambie Bwana nataka kukutumainia katika ahadi zako, kwa maana ahadi zako haifujiki milele. Naliza kichwa yako tuombe. Kwa sababu Bwana anajua roho yako. Inawezekana kujiombea ni ngumu, lakini nataka kuambia asubuhi ya leo kuna uwezekano. Kwa wale wote wanatumainia ahadi zake Bwana, kwa maana ahadi zake Bwana haivujiki milele. Wanadamu atakwambia kitu atakosa kutimia. Namuona Yesu akiwaidia wanafunzi wake Roho Mtakatifu. Hiyo ni ishara moja tosha tuweza tembea nalo. Akawaambia nitawaletea Roho Mtakatifu ili weza kutimia, na kanisa la kwanza likazaliwa. Leo nataka kukuambia mtumainie Bwana katika ahadi hizi. Kama Bwana ameahidi nitakubariki, atakubariki. Hakuna mtu yeyote atakayetusuilia. Wapendwa, wacha tumulilie Bwana. Waambie Bwana, ndio tunaelewa sisi ni wadhaifu. Tunaomba utupe nguvu ya kukutumainia katika hali ya kutimiza haya mambo yote. Tuwe wakamilifu mbele zako Jehova. Oh, rabasharabietaya. Ombi langu mchana wa leo Mungu ni ya kwamba tusaidie tuwe wakamilifu, kama vile ulimwambia Ibrahamu anende mbele zako na ukamilifu. Leo tunaomba Bwana, tumelisikia neno lako kutumainia ahadi zako Bwana. Tunaomba utusaidie tuwe wakamilifu. Baada ya kuwa wakamilifu, tunaomba Bwana utusaidie tuwe waaminifu katika maeneo yote pertaining to your kingdom, oh God. It's our prayer and our desire that we may be able to be faithful, my God. That we may walk a faithful life, Almighty God. That we may serve you faithfully, dear Lord, in all the areas pertaining to your kingdom. We pray that we may help us to be faithful in the name of Jesus. Ili Bwana baraka hizi zikamiminwe ndani yetu. Natamani baraka hizi Bwana zikamiminwe maishani mwa kila jamii katika taifa letu Bwana. Saidia hata taifa letu likatembee katika uaminifu, na baraka zako na ahadi zako hizi zikamiminwe juu ya taifa hili. Baba, tunaomba pia ukatusaidie so that we may be obedient, my Father. Help us to be obedient, oh God. Oh, ribashakarabiana hiriama shanta bikarna ya materatu akayana liye jonda barara masinta kabara mazika liye mashandere bayana. Bwana, tuomba ukatusaidie tuwe watiifu katika neno lako vile inavyosema tuwe watiifu. Ahadi hizi siweza kufuru. Bwana, tunakushukuru kwa sababu unajua udhaifu wa kila mmoja wetu. Tunaomba utusaidie Bwana tuwe watiifu. Kuanzia leo mbele tukiendelea mbele, Baba, tunaomba tutakuwa watiifu na wewe, kwa sababu ahadi yako lazima itimie. Kile ambacho huyu dada
na huyu ndugu ametamani. Wacha iwe hivyo katika maishani, kwa sababu ulimwahidi Abraham na mambo yote ikakaa miaka mingi, lakini mwishowe ilikuja kutimia. Hivyo ndivyo tunaamini na siku ya leo, ahadi zako zitatimia. Kama ahadi Yesu ulituahidi kuna uzima wa milele, tusaidie kufanyia uzima huu kazi kwa kujitakaza na kuwa sawa mbele zako. Twakushukuru, twakuabudu, na ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana Mwokozi wetu tumeomba. Pigia Bwana Yesu makofi.